Kulingana na moshi mkubwa ambao ulikuwa umetanda angani mida fulani hivi kuanzia mchana, jioni na taruki kwa kubwa, ni kuhusiana na moshi ambao ulikuwa unaonekana maeneo ya Kawe. Tukasema tuweze kusogea hapa kwa ajili ya kuweza kusogezea update hizi, lakini pia ilikuwa ni sehemu ambayo kuna shughuli za mambo ya vifaa mbalimbali kuwekwa hapa. Ni kama ghala fulani ambapo Wachina ndio wanahusika hapa kwa namna moja au nyingine, na jeshi la zimamoto liweza kufika na shughuli za uokozi zinaendelea kudhibiti moto huu, na ni baadhi ya masalia ambayo yako hapa. Mr. Brani Hilari. Mimi naitwa Davis. Wakati moto unatokea ulikuwa wapi na ulikuwa katika mazingira gani? Tambulisha majina yako. Unaitwa nani wewe? Naitwa Davis Matayo Mlaponi. Hiyo wakati moto unatokea mimi sikuwepo mazingira, lakini tu ile baada ya kolea tumetoka zetu huko site, tumefika tumekuta mjengo umekolea hiyo. Hapa sana sana wewe ulikuwa unajihusisha na nini? Naona umevaa mpaka na kofia. Mimi kazi zangu ni koleba, mambo ya barabarani. Ilikuwa ni kama store fulani. Ndio. Wewe ulishuhudia? Mimi hapana, sijashuhudia. Moa. Unasema? Sasa basi hizi hapa. Wewe mkuu wako na nayo pesa moja. Naongea na huyu. Anayekaa leo hapo angalie sisi zote zitabebwa. Unaitwa nani kwanza? Mimi naitwa Emedi Shaha Magenge. Okay. Na wewe sana sana hapo unadili na swala la ulinzi sio? Mimi ni askari wa matilio ya barabara hii ya mwendo kasi. Ilikuwaje ulivyoona labda fika saa 6 ya mchana
mafundi pamoja na wafanyakazi wengine wakawa wameenda kula. Kabla ya hapo asubuhi kwanza kulikuwa kuna mafundi wanaichomea huko. Kwa hiyo ilipofika saa 6 watu wakawa wameruhusiwa kwenda kula. Waliruhusiwa kwenda kula baada kama saa 7 kasoro hivi, kama dakika 45 saa 6 ukaanza kutoka moshi kwenye kona kule. Ulianza kutoka moshi kwenye kona, kwa hiyo ikawa tukafikiria tu moto wa kawaida. Tukaa tumewaita wenyewe godauni mpaka kupatikana moto kama umezidi. Zaidi hapo tukatafuta namba ya askari wa zimamoto, wakawa wamewahi, lakini yani wamewahi kuja lakini wamechelewa, moto ulishakuwa umefunga. Na sana hapa vitu ambavyo vilikuwa vinahifadhiwa ni nini na nini? Kama unavyoona kuna nondo, kuna mafoko, kuna hizo za kufunga majukwaa yale ya magorofa, hizi nini sijui wanaita, kama ulivyoona mwenyewe. Asante sana. Juhudi mbalimbali za uokoaji zikiwa zinaendelea, ikiwa ni majira ya saa 12 kuelekea saa 1 usiku, na jeshi la zimamoto likiwa linaendelea kupambana kuhakikisha linadhibiti moto huu, na wamefanikiwa kwa kiwango kikubwa kudhibiti moto huu, isipokuwa na yale masalia madogo tu kuweka vitu sawa ili kusudi mambo na shughuli zingine ziweze kuendelea hapa. Ni sehemu ambapo palikuwa panahifadhiwa vitu mbalimbali vya ujenzi wa barabara, kulingana na maelezo ya mmoja ya wafanyakazi kadhaa kutoka hapa. Waweza kuzungumza na Bongo 5 kuhusiana na ajali hii mbaya ambayo imetokea majira ya mchana wa leo.